Kongamano la afya ya mmeng'enyo wa mfumo wa chakula uliofanyika hospitali ya Muhimbili mkoa wa Dar es Salaam, wataalamu na mabingwa wabobezi kutoka Tanzania, Kenya na Uganda wamekutana kujadili mambo mbalimbali ikiwemo jinsi teknolojia inavyoweza kutumika katika kuboresha matibabu, hususan afya ya mmeng'enyo wa chakula, jinsi magonjwa hayo yanavyochunguzwa, yanavyotibiwa pamoja na athari zake katika ukanda wa Afrika Mashariki. Pia wamejadili kuhusu ulaji wa vyakula kiholela, matumizi ya vyakula vyenye wanga nyingi, vyakula vyenye mafuta mengi, pamoja na vyakula ambavyo vizingatii uandaaji na utunzaji wake katika hali ya usafi ambavyo husababisha matatizo katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na hivyo kupelekea saratani. Vile jinsi teknolojia ya akili mnemba yani AI inavyoweza kutumika katika sekta ya afya kwa kuchunguza magonjwa na hata kufanya matibabu. Dr. Ewaldo Vitus Komba. Mimi ni rais wa chama cha kitaaluma kuhusiana na magonjwa ya mfumo wa chakula ambacho kinaitwa Tanzania Gastroenterology and Endoscopy Society, na hiki chama kinajihusisha moja kwa moja na magonjwa yote yanayohusu mfumo wa chakula. Nikisema mfumo wa chakula tunamaanisha matatizo ambayo yanaanza kutokea kuanzia kwenye mdomo, kwenye tumbo, njia yote mpaka kwenda kukitoa kile chakula ambacho ulikula katika mfumo wa haja kubwa. Sasa eneo lolote ambalo litapata tatizo sisi tunahusika nalo. Lakini pia tunahusika pia na viungo kama ini au na kongosho ambapo vyote vinahusika moja kwa moja na mfumo wa chakula. Na leo nimealikwa katika symposium hii ambayo inazungumzia kuboresha huduma za matibabu wa mfumo wa magonjwa ya mfumo wa chakula, ambayo kwa kweli ni kitu ambacho kwa sasa hivi kinatugusa moja kwa moja. Mfumo wa chakula una magonjwa mengi, na nafikiri ukiangalia takwimu za kimataifa na za kitaifa utagundua watu wengi wanapata magonjwa mengi na wanakufa kutokana na magonjwa yanayohusiana na mfumo wa chakula. Nitatoa mfano mmoja. Kwa sasa hivi kitu kama kansa ya koo, Tanzania ni katika nchi ambazo zinaongoza kwa kansa za koo, lakini pia kansa za utumbo mpana ambao tunaita colorectal cancer nazo ziko juu sana. Lakini tukiacha hilo, magonjwa ya ini yako kwa wingi sana. Ukitembelea wodi mbalimbali, kama mimi nafanya kazi hapa Muhimbili, utakuta wodini kuna wagonjwa wengi sana wa magonjwa ya ini. Basi nafikiri ni njia nzuri ya kupeleka ujumbe kwa jamii, hasa katika masuala ya kutambua vipi tutaweza kuepukana na magonjwa hayo. Kuna magonjwa ambayo watu wanayapata kwa tabia zao. Kwa mfano, kuna magonjwa ya ini ambayo yanatokana na mtu kunywa pombe kupitiliza. Kuna magonjwa mengine yanapatikana kwa maambukizi ambayo pia yanaweza kuzuilika. Kwa mfano, magonjwa ya ini ambayo yanaambukizwa na virusi vya ini, kwa mfano hepatitis B ipo kwa wingi sana. Wengine takwimu za karibuni zinasema 4%, watu 4 katika 100 ya Watanzania wanaweza kawa na homa ya ini, na hivi vitu vinazuilika kwa kwenda kupima mwenyewe. Kwa mfano, ndugu mtangazaji hapa, sijui kama umewahi kupima homa ya ini, lakini ilifaa ufike kwetu useme, bwana, mimi nimekuja siumwi chochote, lakini nimesikia kuna ugonjwa hatari wa homa ya ini, naomba tu nijue kama ninao. Na tukijua tutaweza kukusaidia aidha kwa tiba ama kwa ushauri. Kwa hivyo nimesema kwa kupitia kongamano hili basi itakuwa ni faida kubwa kwa Tanzania kuweza kujua mambo mbalimbali na magonjwa mbalimbali ya mfumo wa chakula, hasa yale ambayo yanaweza kuzuiliwa kirahisi kwa kutumia taratibu za kawaida za kiafya. Ni elimu kuhusu magonjwa yenyewe, kwamba haya magonjwa yapo, na elimu kuhusu njia zipi zinaweza kutumika kuepukana na hayo magonjwa. Kwa hivyo swala la kwanza la kwangu ni kuhusu elimu, na nyinyi waandishi wa habari mtatusaidia sana kusambaza hiyo elimu, kwamba watu waende mahospitali, kwenye vituo vya afya, kujua mambo mbalimbali kuhusu magonjwa, sio tu magonjwa ya mfumo wa chakula na magonjwa mengine mbalimbali. Kwa hivyo hilo la kwanza. Nimetoa mfano wa homa ya ini. Watu wanakuwa na homa ya ini hawajijui, na kwa sababu mwanzoni haina dalili, anafikiri ni mzima, anangojea mpaka ini limekwisha ndio anakuja kwetu, amechelewa. Kwa hivyo tungeomba Watanzania
wawe na taratibu za kawaida tu kusema kwamba nimeishi mwaka huu miezi 6 sijaugua chochote, basi leo niende tu hospitali bila kuumwa nikapate ushauri kuhusu afya. Mojawapo ni juu ya magonjwa ya mfumo wa chakula. So the main issue about the artificial intelligence is all about the neural network, which is the smart component of the artificial intelligence. So with component of gastroenterology and hepatology, it's mainly about feeding the data. So how you feed the data in thousands, in millions of data, and then at the back the artificial intelligence through the neural network, it have a multiple layers of understanding the images, and it can recognize. So the better way of understanding this is, I can give an example. If you feed the images of a car, then with machine learning, it can tell you that this is most likely a car, or this is a Bajaj, or this is a motorcycle, or this is a car or not a car. But with the neural network, it will tell you this is a car, this one has 4 wheels, this one has a door, a bonnet. That is the whole description that it gives you. So any pathology that happens in the GI or with the pathologic images, so it will be very easy to detect, understanding the depth and the structure here. So that one is the one that we use it to enhance our diagnostic.